Tunaweza kusema ni rasmi sasa, mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga dhidi ya Simba ni wazi kuwa umeshapata tarehe rasmi baada ya ile ambayo ya awali iliyokuwa inajulikana ni 15 Juni, na sasa mchezo huo umekuja kusogea mbele baada ya taarifa kuzagaa mitandaoni, lakini taarifa mbalimbali zikiwa zimezagaa kuanzia siku ya jana, ambapo klabu ya Simba tayari iliandika waraka na taarifa kwa umma ikisisitiza kwamba kama mchezo wote utabadilishwa tarehe basi utakuwa ni mchezo batili. Lakini jioni ya siku ya leo kulizagaa picha kutoka katika ukurasa wa Ikulu Tanzania ikiwa inasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha pamoja na viongozi wa timu ya Simba na Yanga mara baada ya mazungumzo na viongozi wao hao Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 13 Juni 2025. Lakini baadaye ikaja kaonekana tena picha hiyo hiyo katika ukurasa wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Ijumaa ya kazi ofisini Ikulu Chamwino Dodoma, ambapo pia nilitenga wasaa kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa klabu ya Simba na wa klabu ya Yanga. Lakini baada ya taarifa hii kuzagaa, ikaibuka taarifa rasmi ya kubadilishwa kwa tarehe ya mchezo namba 184. Taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba, ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Juni 13, 2025. Tunakumbuka kwamba Yanga walisema kama wanataka washiriki katika dabi ya msimu huu wanahitaji, kuna matakwa manne ambao walikuwa wameainisha na kuyaacha bodi ya ligi kuu. La kwanza ikiwemo ni kujiuzulu ama kuondoka katika nafasi yake mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto, lakini vile vile CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo pamoja na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao. Lakini pia wakasema kamati ya saa 72 na yenyewe itenguliwe rasmi. Sasa baada ya muda ikatoka taarifa nyingine kutoka kwa bodi ya ligi. Hii ilitokea TFF, ambapo inasema mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Steven Mguto amewasilisha barua kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almas Kasongo. Taarifa hii ikitolewa na Wilfred Kidau, katibu mkuu wa TFF Juni 13, 2025. Hii ndio taarifa ambayo ilitoka kwa TFF na inaonyesha wazi kwamba Yanga pengine walikwenda kushinikiza kuelezea kwa undani kuhusiana na matakwa yao, na leo Yanga kule Ikulu waliwakilishwa na mdhamini wao ama mwekezaji wa klabu hiyo Garibu Said Mohamed GSM sambamba na Arafati Haji ambaye ni makamu wa rais wa klabu ya Yanga pamoja na CEO wa klabu hiyo Endun. Lakini kwa upande wa Simba waliwakilishwa na Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti kwa upande wa wanachama, lakini vile vile Hassan Dalali, huyu anakumbukwa Field Marshal, mwenyekiti wa zamani wa klabu hiyo ya Simba, lakini vile vile na wajumbe wengine wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Sasa hii taarifa zote hizi zinaonekana kwamba zilikwenda kwa ajili ya kusaidia matakwa ya klabu ya Yanga kuweza kutimia. Kwa hiyo matakwa ambayo yamebakia ni mawili, ambayo ni kuvunjwa kwa kamati ya saa 72, lakini vile vile kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao, ambaye pia tunaona yeye ndiye aliidhinisha barua hii ambayo ilikuwa ikielezea kuhusiana na swala zima la Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi kutuma ama kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu. Sasa watu wengi wanajiuliza pengine kwa upande wa Simba wao ikoje, sababu wao walitoa taarifa kwa umma siku ya jana wakisema klabu ya Simba inawaarifu umma wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia
uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025. Tunaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuunga mkono timu yetu. Nguvu moja imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 12 Juni 2025. Sasa mpaka sasa hivi haijaeleweka. Katika peji za klabu ya Yanga wao wameposti picha za Ikulu, lakini vile vile wameposti pia taarifa ya kwamba mchezo huu tuko tayari nao tarehe 25 Juni 2025. Sasa haijaeleweka kwa upande wa Simba. Mpaka tunakwenda mitamboni kulikuwa bado hakuja kuwa na taarifa rasmi ya moja kwa moja kama wamekubaliana na maamuzi hayo ya bodi ya ligi kutangaza kwamba mchezo huo umesogezwa mbele. Tutaangalia tena katika ukurasa wa Simba. Ukurasa wa Simba wenyewe bado haujaposti chochote, lakini hapo awali walikuwa wameposti taarifa mnamo majira ya mchana. Waliposti taarifa ambayo ni barua rasmi kutoka katika Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ikiwa inahusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba SSC mkwaju WUSM mkwaju 09 mkwaju 06 mkwaju 2025 mkwaju 01 ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba tarehe 14 Juni 2025. Kwa muktadha huo tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila ya kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mchezo ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Boniface Tamba kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nakala afisa mtendaji mkuu bodi ya ligi, mtaa wa Uhuru Ilala, sanduku la posta 7904 3 Dar es Salaam. Hizo ndo taarifa ambazo zilizagaa kwa siku ya leo. Simba wao mwishoni kabisa wameposti picha yao ikiwa na bendera ya Tanzania na bendera ya Simba, wakisema wenye nchi nguvu moja. Sasa haijajulikana mpaka sasa hivi viongozi wa Simba wanawaza nini au wanafikiria nini cha kujibu mara baada ya bodi ya ligi kutangaza mchezo huo kutangazia tarehe nyingine. Lakini kwa upande wa Yanga wao tayari wameshatangaza kwamba wako tayari kwa ajili ya mchezo huo. Na kwa taarifa ya TFF mpaka sasa hivi taarifa iliyosalia katika ukurasa wao ni ya kuwasilishwa kwa barua na Steven Mguto, lakini sambamba na ile ya kusimamishwa kazi kwa Almas Kasongo ambaye huyu ni CEO ama mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Tusubiri kuendelea kuona kama sinema hili litaendelea ama ni kitu gani hasa ambacho kitajiri. Usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika YouTube channel yetu ni Rinyo Update TV. Nikutakia wakati mwema. Ciao.